Swala la mizozo ya ardhi limekuwa donda sugu katika ukanda huu wa pwani kwa miaka mingi sasa, hali ambayo imefanya baadhi ya wakazi kufurushwa kwenye ardhi zao na hata majengo kubomolewa. Je, uwepo wa mwenyekiti mpya wa tume ya ardhi nchini NLC, Daktari Abdillahi Sagaf, kutakuwa afueni katika kukabiliana na mizozo ukanda huu wa pwani? Tulikuwa tunanyanyasika upande wa mashamba kwa sababu mtu alikuwa si wetu. Yule mtu alikuwa yuko pale ni mkabila na tulikuwa tunadhulumika sana. Upande wa total deed, upande wa mashamba yetu yanachukuliwa, ukifika pale ukifuatilia hautaona mwangaza kwa sababu hauna kitu. Lakini kwa sasa hii sababu tumepata mtu wetu na ni Mkenya ambaye anaelewa kunaenda vipi, ni vyema sana tufike pale tupate total deed zetu, tupate yale mashamba yetu ambayo yalichukuliwa. Hata sasa hii kama kuna mkabila yoyote alichukua mashamba yetu na ambayo alichukua kwa mlango wa nyuma, kwa sababu yuko pale na ni mtu wetu, anaweza akatutetea. Tufike tuone tunaweza tukasaidika vipi kwenye mizozo mingi. Iko hapo Kiwapa kuko na hii Saidi Aziwani haijapata total deed. Mizozo iliyokuwa ikitokea ya ardhi, mashamba, watu wengi wakiwa kidhulumika na kunyanyaswa kwa unyonge na udhaifu wao. Lakini kwa sasa kulingana na mgogo mwenye ameingia kwa sasa, tunaona kuna matarajio makubwa sana ya usaidizi wenye jamaa atatusaidia sana. Hakuna mabadiliko yote yenye yatakuwa pale, isipokuwa migogoro itabaki vile vile. Matatizo ya mashamba hapa pwani yamekuwa tu donda sugu, na sioni tukipata msaada wowote, kwa sababu tumekuwa na viongozi ambao wametangulia kwenye hiyo commission ya Land Commission na hakuna matatizo ambayo yametatuliwa. Kwa hiyo matatizo ya mashamba, naona kama wakazi wa pwani ni tujikakamue tu sisi wenyewe, lakini sioni kama kutakuwa na mabadiliko yoyote. Hapo awali baadhi ya wakazi wa Vanga, kaunti ya Kwale, walipongeza uteuzi wa Sagaf na kuutaja kama hatua ya kihistoria kwa jamii ndogo ya Wavumba. Baada ya kusikia kwamba kuna kabila ndogo, kuna kijana ambaye anatoka katika kabila ndogo wa Kivumba, Abdillahi Sagaf, ambaye amepewa kofia nzito sana ya kumiliki majukumu ya ardhi ya nchi nzima ya Kenya, na ni mwenye kuchapa kazi, kwa sababu tunajua yeye ni mzoefu wa kazi hiyo. Ni tukio la kihistoria kwamba kabila dogo la Wavumba limeweza kutambulika katika ngazi za kitaifa. We are very, very grateful to His Excellency the President. Tunamshukuru sana na tunamwombea kwamba zile ahadi anazotoa kwa wananchi wake kuhusu kuinua hali za makabila madogo zimeanza kuonekana. Huku wale wa kisiwa cha Wasini, eneo bunge la Lungalunga, wakipinga uteuzi wa Sagaf, wakidai alihusika pakubwa katika kuwanyanyasa ndani ya sehemu ya ardhi ya kisiwa hicho yenye thamani ya shilingi bilioni 3, na kusema uteuzi wake unahujumu haki za kulinda rasilimali za umma, kwani tayari Sagaf amekuwa akijihusisha na mgogoro wa ardhi huko Wasini na kuchochea wakazi hao kufurushwa makwao. Yeye amechaguliwa ndiye mkubwa wa ardhi, na matatizo ya ardhi yeye ni mmoja katika majukumu hayo. Anatukinga na nini? Yeye ndio alofanya njama sisi mpaka tukarushiwa matia gas wakati walipokuja nao wanajeshi 300. Tulishindwa kujiokoa, wengine waliumia, wengine walipata majeraha, wengine walipigwa mpaka na polisi. Kwa hivyo tunakuomba Rais, cheo hicho usimpe Abdillahi. Hana ukweli, hana mwelekeo, haeleweki. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.